zima. Na kiwango kilichokionyesha Simba jana ni kama ni mwishoni mwa msimu, kwa maana timu zishaanza kuchoka. Lakini sasa hivi mechi za mapema kabisa, performance ya wachezaji inaonekana iko chini, tofauti na kile ambacho watu wanakitarajia. Nini kilikosekana katika pre-season mpaka Simba inacheza katika kiwango kile ambacho amekionyesha jana? Hoja ni nzuri kwa sababu ndo kwanza timu iko mwanzoni mwa msimu. Lakini kwa bahati mbaya sana kwa kuwitness performance ya Simba kwenye hizi game kadhaa, ni as if wachezaji kuna sehemu wanafika then miili yao inaathiriwa na fatigue. Na kana kidogo hapa ni wakati unazungumza hapo nilikumbuka kauli yako wakati Simba anacheza mechi ya ligi na Singida, anaenda kucheza nusu, kwa maana mechi ya finali na kikosi cha timu gani ile? RS Berkane, alafu anarudi tena kucheza na Singida, ukasema watu wasitarajie mpira mzuri, ila watarajie tu matokeo. Lakini kile cha mwishoni ndio kinaonyeshwa hivi sasa mwanzoni mwa msimu. Hapa sasa kwangu mimi naweza nikaweka hoja ifuatayo. Labda ni fatigue. Kwa nini nasema labda? Recently Simba amecheza mechi nyingi kwenye msongamano. Ametoka kucheza tamasha lao, which inawezekana ilikuwa ni exhibition game, lakini itakuwa counted kwa sababu ilikuwa ni game fulani ambayo juu yake kulikuwa na demand. Lakini imetoka pale umekuja umecheza derby. After derby una siku mbili za kusafiri, baada ya hapo una mechi tena dhidi ya Gaborone United. Unarejea kutoka kwenye mechi ya Gaborone United, una mechi ya ligi kuu, unapumzika siku mbili, siku ya tatu unaenda kutrain kwa ajili ya mechi ya kimataifa tena. Kwa hiyo inawezekana hiki kipindi ambacho kilikuwa kina mfululizo wa game kimetengeneza mazingira ya fatigue kwenye miguu ya wachezaji wa Simba, kwa sababu at some point ulikuwa kiangalia timu ni wachezaji wachache sana kwenye ule mchezo wa jana ambao walikuwa na kugarantii energy kwa muda mrefu. I think mchezaji ambaye alicheza kuanzia dakika ya kwanza mpaka 90 akiwa na performance ya juu, ndio tukamcount mtu kama Anthony Mligo, lakini aliyokuwa exceptional kwa muda mrefu uwanjani alikuwa ni Morris Abraham. Elie Mpanzu, yes, alikuwa na some brilliant moments, lakini ukija kuangalia wengine wengi walikuwa na viwango ambavyo ukiwaangalia moja kwa moja you won't question ubora. It's not about kwamba hawana ubora, lakini ilikuwa ni wapo kwenye form mbaya. Sasa mchezaji kuwa kwenye form mbaya, kama nilivyogusia awali, inawezekana wameathirika na mfululizo wa game. Lakini hoja ya pili ambayo naweza nikaiweka kama athari ya kile ambacho tumekishuhudia jana, I think hii transition ya kutoka coach A to coach B to coach C ndani ya space ya almost wiki mbili inaweza pia ikawa ina impact kubwa sana kwa wachezaji, kwa sababu at first idea ya namna ambavyo Simba inataka kucheza ilikuwa kwenye kichwa cha Fadlu Rahman Davis. Alivyosajili wale wachezaji, kuna namna ambavyo yeye alikuwa anatamani kuwatumia. Ametoka Fadlu kwenye game versus Gaborone United, ni game ambayo impact ilianza kuonekana kwa sababu moja. Maandalizi ya ule mchezo hayakuwa effective kwa 100%. Kwa sababu moja, tayari mwalimu alishaonyesha dhamira ya dhati ya kuondoka, na onyesha dinayo ya kusafiri hata na timu kwenda nayo Botswana. Kwa hiyo tayari kuiandaa timu pale kuna vitu vikasheka. Aliandaa timu kwenye pupa, mwisho siku Simba akaenda akafanikiwa kashinda goli moja, lakini display ilikuwa ya kawaida mno. Anatoka mwalimu Fadlu, timu inaenda kukabidhiwa Suleiman Matola. Ni walimu ambaye naye akaja na idea tofauti. Na angalia namna ambavyo Simba alicheza versus Fountain first half, lakini angalia namna ambavyo Simba alikuja kucheza na Fountain second half. Wote tutakumbuka kikosi alichoanza nacho kwenye game versus Fountain kilikuwa ni kikosi ambacho ukikaa ukifikiria unasema no, Fadlu asingeanza hivi. Fadlu labda angeanza kwa style ya kiutofauti. Anatoka pale, Simba inakuja kukabidhiwa kwa Hemed Suleiman Morocco, ambapo siku zote kocha ndiye anayeandaa game plan, kwa sababu yeye ndiye atakayesimamia ile game. Yawezekana Suleiman Matola alikuwa na mchango wake, lakini Matola huwezi kusema kama aliandaa game ambayo hawezi kwenda kuisimamia, kwa sababu kuna moments utahitaji brilliance ya kocha. Sasa kwenye zile tunazita game management, kwamba kocha anatakiwa kuimanage game yake, ni dakika gani afanye hivi, dakika gani ya switch, dakika gani afanye substitution, dakika gani afanye tactical adjustment. Hii kwa sababu yeye ndiye ambaye mwanzoni mwa mchezo ndiye ambaye aliandaa game. Kwa hiyo kwangu mimi game versus Gaborone United ya marudiano kwa 100% naamini iliandaliwa na Hemed Suleiman Morocco with support ya kutoka kwa mwalimu Suleiman Matola. Amekuja kuisimamia Morocco game yake, naye ana idea zake ambazo anaweza kuziimplement kwenye game. Angalia substitution hizo kwa anazifanya, ni sub fulani ambazo ukiziangalia moja kwa moja unaona hapa kuna vitu ambavyo labda angekuepo Fadlu, labda kwa aina fulani ya mchezaji ambaye alimsajili,
labda tungemuona Kamara, ama labda tungeona Fadlu akifanya adjustment kwenye eneo fulani, labda kingefanyika kitu fulani. Kwa hiyo kwangu mimi changamoto ya hiki ambacho tumekiona kwa wachezaji wa Simba, hii transition ya kutoka coach A to coach B to coach C, hii inaweza ikawa imeimpact wa mchezaji kuperform to the maximum, kwa sababu yawezekana makocha kukaa nao kwa muda mrefu hawajapata kufahamu ubora wa kila mchezaji ndani ya hichi kipindi. Let's say inawezekana Matola alikuwepo kwenye bench kwa muda mrefu, lakini kuenda pre-season na team kukana Fadlu Rahman Davis at this time, yawezekana kuna vitu aliviadapt, lakini bado yeye binafsi ana idea zake kichwani ambazo anatamani kuziimplement, ambazo mwisho wa siku zinaenda kulimit ubora wa baadhi ya wachezaji. Mfano game ya jana ulikuwa ukiangalia Simba, kwangu mimi ukimtazama Kante pamoja na Yusuf Kagoma, yawezekana ni midfield pivot ambayo itachelewa sana kufanya kazi, because kuna namna hii team haito move. Hii team itakuwa ina struggle ku move kwa haraka. Kante hana pace, hana uharaka, ni mchezaji ambaye ni midfielder ambaye he's more of yule wa kupiga sure pass, kwamba ni lazima niwe nimemuona mtu ili nimpasie, lakini sio midfielder wa kutake risk. Kwa hiyo mnakuja kujikuta kwamba kwa mwalimu aliyempanga Kante eneo la katikati, yawezekana kabisa anaamini Kante ana uwezo wa kufanya kitu fulani, ili hali Kante hana uwezo wa kufanya jambo hilo. Kante is more of a player. Elbo amenipa mfano mzuri sana asubuhi. Kante kwenye mfanano wa kiuchezaji, Deborah Mavambo huyu hapa. Yani kwenye ile namna ambavyo wanacheza ni watu wa kupasia sure pass, lakini sasa hatutaki sure pass, tunataka progressive passes, timu iondoke ianze kwenda juu. Unakuja kujikuta midfielder ambaye ana uwezo tu kama atapewa support ya number 10, lakini number 10 asipomsogelea karibu, timu itadelay kutoka, because yeye mwenyewe garantia kutoa pasi ambazo ni risky, pasi ambazo anaweza kapeleka kwenye channel ama kwenye zile njia, hana huo muda. Hii atataka zaidi ya kupe pasi kwenye mguu, wewe ndio utajua unaupeleka huo mpira eneo gani. Na ndio maana kwenye game ya jana Simba walikuwa kiangalia most of the time walikuwa wanacheza kwenye 4-2-3-1, lakini wale watatu pale juu ambapo walikuwa ni Mpanzo the left, Jean Charles as central attacking midfielder, Morris alianza kama right attacking midfielder. Morris alikuwa na drop kuja mpaka kwenye eneo la katikati, na most of the time Morris alikuwa na operate as a number 8, kwa sababu yeye at least ana ule ubora wa kufanya timu iprogress. Kuna muda alikuwa anapiga passes za penetration. I think moja kati ya brilliant pass ambayo inathibitisha huu mfano na uongea ni ile pasi aliipiga kwa kibao, kwamba uko eneo la katikati. Ukisema udribble ule mpira utachelewa kufika. Ukisema utafute pasi ambayo ni sure pass, lazima upige square pass. Either uangalie bega lako la kulia ama bega lako la kushoto ili upige hiyo sure pass. Lakini kwa sababu unataka timu iondoke, piga risk pass. Morris akatandika kile kibao, mpira ukavuka ukaenda kupita kwenye mgongo wa mabeki. One on one situation, namtengenezea mshambuliaji wako na goalkeeper. Bad luck kwa Simba, good luck kwa Gaborone. Keeper Gaborone aliwahi ule mpira akautoa. Hizo ndio pasi ambazo namba 8 unatakiwa kufanya kuchezesha timu. Kwa hiyo ukimuona Morris ana drop kwenye ile eneo, kwangu mimi ningepata bahati kwa kwenye technical bench ya Simba, adjustment ambayo ningeifanya tactically kwenye ile space ni Morris is number 8, chafuta winga mwingine aingia akacheze kule juu, because tayari juu una abiria wawili, una Chanchazi abiria, una Jonathan Soa ambaye naye ni abiria, because character yao wote wawili ni kwamba hawa wote watasubiri mipira ije walishwe. Chanchazi hata kupa pale ambapo unataka yeye ndo atafute mali ili aanze kutengeneza nafasi, yeye pia anataka mtu amtafutie mali amletee yeye afanye miguso ya mwisho ya mpira. Jonathan as a striker naye pia anataka alishwe ili aweze kufunga. Kwa hiyo unajikuta kwamba kama hawa wawili hawatolishwa, tayari ni abiria uwanjani. Active players kwenye team, out of 11 una 9 active players kwenye team. Katika hawa 9 active players kwenye team, tayari una mabeki 4, una viungo wawili ambao wana characters za kukaa nyuma zaidi, tayari una wachezaji 6 kwenye eneo la nyuma. Wanabaki wachezaji 3 ambao unaweza ukawa count kama wachezaji wa phase ya mwishoni, which in numbers sio idadi kubwa ya wachezaji. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ya kikosi cha Simba, I think wanapita kwenye transition ambayo inaathiri uwezo wa mchezaji mmoja mmoja kuproduce, na pia walimu wanabidi waandae ka project ka muda mfupi peke yake ambako kinaweza survive katika hichi kipindi ambacho kitaproduce matokeo, lakini yani under no circumstance kita produce mpira mzuri. Tukitazama kikosi cha Simba jana, kuna baadhi ya nyota walikuwa wameoika sana kama Jean Charles Ahoua, lakini pia Limpanzo, ingawaje hivi sasa watu wameanza ku question ubora wake. Tuanze katika safu ya ulinzi mpaka katika safu ya ushambuliaji. Simba wa opt kwenda na kina nani hivi sasa ambao wanaweza wakazalishia matokeo na kupunguza makosa hasa katika safu ya ulinzi ambao wanaweza wakawaadhibu?
I think kwa sababu mwalimu wapo kwenye kipindi ambacho ni cha muda mfupi. Sidhani kama timu inatakiwa kubadilika sana. Golini Kamara, mabeki wawili wa kati Chamu pamoja na Rushin, mabeki wa pembeni best solution kwa hivi sasa Shomari na Anthony Mligo. Kwenye double pivot kwangu mimi it's yoyote yule na Ambrose. Yani utajua namba 6 unamweka nani, lakini eneo la namba 8 Ambrose hataki kukosa. Kwenye mabeki wakati tumesema nani? Rushin pamoja na Chamu. Jana nilikuwa natazama mechi ya Simba, kuna baadhi ya matukio nilikuwa naona kama communication ndogo kwa Jamu na Dirak kwa kile ambacho unakifanya, hata walivyoadhibiwa kwa mkwaju wa penalty alikuwa ni tayari unamuona kwa maana Dirak anaweza kupata mpira, Jamu akaamua kufanya makosa huku nyuma. Kufanya makosa imgaranti kama ni mchezaji mbaya. Kwangu mimi kila mchezaji ana room yake ya kufanya makosa because nobody is perfect. Kwa hiyo Chamu kufanya kosa moja, yes ni kosa ambalo lilikuwa kubwa likafanya Simba adhibiwe, lakini hiyo haimondoi kwamba ni mchezaji mzuri. Ni moja kati ya defender ambaye anaficha sana madhaifu ya wale viungo wawili. Ukiangalia Simba so far, watu wa nyuma wanaopiga progressive pass ambazo kidogo ni guarantee aidha mpira mrefu kwenda kwenye mapana ya uwanja au at least kuvuka mistari ya kiulinzi, ni wale wawili tu, Chamu pamoja na Rushin De Rock. Upande wa kushoto ambaye ni Anthony Mligo ni fullback ambaye tutembee na mali mguuni. Shomari Kapombe the same, ni fullback ambaye tutembee na mali mguuni. Yusuf Kagoma usi expect kabisa kwamba ataanza kukupigia hayo mapasi marefu progressive pass. Kagoma atapata mali, anageuka, nimpe nani ambaye yuko karibu yangu, nimwachie huo msala, maisha atajua yeye mbele yake. Hiyo umeshamtoa kwenye progressive pass. Kante kama nilivyosema, more of a sure pass midfielder kwamba njoo mchezaji mwenzangu na kuachia imali, wewe ndio usogeze timu kwenda eneo la juu. Ana uwezo mzuri wa kupiga hizo pasi fupi, ana uwezo mzuri sana kukana mali, lakini pale unapohitaji timu isogee hawezi. Kwa hiyo eneo namba 6 yoyote atajua wanaompanga, lakini eneo la namba 8 ni Morris Abraham Ambrose, yeye ndo anatakiwa kucheza kwenye ile phase ya eneo la namba 8. Namba 10 sioni kama Jean Charles anatakiwa kutoka sana because faida alionayo ni mchezaji ambaye ana miguso michache kwenye mpira ambao inaathiri goli moja kwa moja. Mapana ya uwanja ni Mpanzo, kwenye ile flank ya kulia walimu wenyewe wataenda kwa option. Saidha watarudi na Kibu, saidha wataenda na Mutali, saidha wataenda na Neo Maema because kiutofauti wa kiuchezaji to the extent kusema kwamba huyu ndiye unaweza ukamtegemea throughout the season between hawa wachezaji watatu. Yawezekana Neo Maema anaweza akakupa kitu extra, lakini sio extra to that extent kusema kwamba acheze full 90 minutes bila kuangalia options za hawa wengine wawili watakuletea nini kwenye game. Yes, Kibu kuna muda atakudisappoint, Joshua Mutale kuna muda naye atakudisappoint. Kwa hiyo rotation hapa inaweza ikatokea Neo, Kibu, Joshua Mutale, lakini eneo la striking option first priority kama utakuwa una Jean Charles kwenye role ya namba 10, kwangu mimi naweza nikadeclare leo Jean Charles na Jonathan Soa, hawa wawili kwenye positions za pale juu ni sawa na kucheza wachezaji 10. Kwa sababu gani? Wote karakta yao ni moja. Wote wanategemewa kuwa fedi mipira. Kwa hiyo hawa ukishakuwa na hawa wawili, expect kama hawa wengine huku nyuma watakuwa na game mbaya, basi team nzima ita struggle siku hiyo. Kuanzia kwenye eneo la kudefend in terms of nani anaenda kuanza kupress kwenye eneo la juu, lakini pia pale ambapo hauna mipira, hawa wawili watakuwa na activities gani uwanjani. Utakuja jikuta wote wawili wamesubiri kwamba okay, hebu tuone nyinyi huko nyuma mnafanya nini ili sisi tufaidike na hii mipira. Ukiwa una mtu kama Steve Desemukwala, angalia namna ambavyo Simba kidogo aliongeza athleticism kwenye ile eneo la pale juu. Steve is an athletic player, kwamba kuna zile moment ambazo yeye anaweza asisubiri kuletewa mali, lakini kuna ule muda atakuja kwenye mstari wa katikati, atasubiri umtengenezee mazingira penetration pass, yeye ndiye ataenda kucreate nafasi. Mfano angalia alienda kucreate nafasi kwenye ile opportunity ambayo Jean Charles au asijui alifanya nini, Mungu anajua, lakini akakosa ile opportunity. Lakini hizi si jana tu, Steve anafanya hivi mara kwa mara kuanzia msimu uliopita. Kwa hiyo kwangu mimi I think best squad ya Simba ambayo inaweza katika hiki project cha muda mfupi ikafanikiwa as a number 9 striker, wanamhitaji Steve kuliko hata Jonathan Soa. Okay. Nezgana yote anazungumza kwa kuna mabadiliko makubwa sana ya technical bench. Yes. Mechi 3 za ushindani ambazo Simba akacheza. Ndio. Makocha 3 tofauti. Ya Gaborone away tumshuhudia Fadu Davis. Ya ligi katikati dhidi ya Fountain Gate tumshuhudia Matola. Ya jana hii ambayo ligi ya mabingwa tena marejano na Gaborone Morocco. Mechi inayofuata hatujui maana Oktoba mosi Simba na mechi dhidi ya Namungo. Sasa watakuwa shatangaza kocha inakuwaje? Maana mpango ulikuwa tarehe 28 jana. Wamedai kwamba kuanzia wiki hii, yani leo hii
watatangaza kocha muda wote. Inawezekana tusingepata ugumu pia hata upangaji wa kikosi nini endapo Fadlu Davis angeendelea na kazi. Na je, kwa mtazamo wako kiasi gani Simba inabidi wamtangaze kocha kwa wakati kutokana na kipindi ambacho anakipitia kwa sasa? Maana kila mtu akija anataka mchezaji wake acheze ama maybe aliyemuona, lakini aliyekuwa na team pre-season hayupo tena kwenye timu. Nadhani kitu cha bahati ambacho Simba wanacho ni kwamba international break iko kwenye kona. Na kwa game kama Namungo nadhani hao walimu walionao wanaweza wakawavusha kwenye hiyo game. Sababu nikiangalia ubora wa Namungo na Simba naona hata kwa hawa current coaches ambao wako Iza Matola, hata huyo Morocco ni game ambao wanaweza wakapambana. Morocco tayari washamshukuru kwa taarifa. Manake hata kocha aliyopo Matola anaweza kawavusha kwenye hiyo game zidi ya Namungo. Lakini the issue ni hizo game sasa zinazokuja throughout msimu mzima, kwamba mnaendelea vipi msimu wa NBC Premier League, kwa sababu mara nyingi momentum ya title races ambazo unajua zina timu 2 au 3 mara nyingi ni unaanza vipi, kwa sababu kama unaanza ligi vibaya in terms of matokeo ni rahisi zaidi kujikuta kwenye position ya kukosa ubingwa, kwa sababu tumeshuhudia ni ligi ambayo inabebwa na watu ambao ni ngumu sana kukuta mtu amefungwa mechi zaidi ya 2 hapa nchini kwa miaka hivi karibuni. Kufuatilia makombe yote Yanga imebeba haya 4, sidhani kama kuna msimu Yanga amefungwa mechi 4. Okay. Sidhani kama upo hata mmoja. Manake ni kila mechi watu wanakusanya alama, kila mechi wanakusanya alama. Kwa hiyo jinsi gani unavyoanza na ili kutengeneza msingi wa mbeleni. Issue ni hapa ni mashindano ya kimataifa, kwa sababu unakutana na timu ambazo zina ubora na ndio zimekuwa timu ambazo mara nyingi zina expose timu zetu za hapa ndani. Yaani iwe Azam, iwe Yanga, iwe Simba. Mara nyingi ruti ya watu kuona wana point matatizo ya timu zetu zimekuwa tukutana hizi timu za nje. Iwe hata kwenye haya matamasha haya, kuna kipindi Yanga walikutana timu kama Vipers hapa, kelele zilikuwa nyingi, lakini bahati nzuri Nabi alitoka, timu yake alitengeneza vizuri. Hizi games za kimataifa za hatua za awali timu zetu zinavyocheza watu wamekuwa wanapata mashaka na kuona kitu gani kifanyike. Kwa sasa kwa Simba nadhani preparation inabidi waanze nao sasa hivi. Kama watapata kocha ndani ya hii wiki, it means paka baada ya international break watakribani mwezi mzima wa kocha kukaa na timu. Kwa hiyo nadhani mimi binafsi hata kwa hizo wiki 3 au wiki 4 ni wiki nzuri kabisa ambazo zinamtosha mwalimu mwezi kabla hajaenda international break, mwezi wa 10 pale katikati kuna mechi ambayo wanaenda kucheza kimataifa. Wanaenda kucheza kabla ya international break. International break inakuwa ni mwishoni mwa mwezi wa 10. Yes, ndio. Kwa wao wanakwenda kucheza ligi itasimama hapa katikati. Ligi itasimama takriban wiki 3. Maana mechi za mwisho nafikiri tarehe 1. Baada hapa ni tarehe 17 ataendelea raundi ya 4. Okay. Hizo labda unazungumzia hapa katikati. Hizo ndo nasema. Lakini kalenda ya CAF pia kwenye ligi ya mabingwa hapo inayofuata ni kwenye hizo siku kwenye tarehe 17 hadi 20 na ndio ninachokiongelea mimi hapo. Kwa hiyo nikiangalia katikati hapo game naiona ya Namungo tu, ambao naamini game ya Namungo hata kama watakuwa hawajapata mwalimu, hao walimu waliopo wanaweza kuwavusha kwenye hiyo game. Yaani nikiangalia quality ya Namungo, nikiangalia na Simba, nadhani siamini kama inahitajika effort kubwa sana ya kutafuta kocha haraka kuelekea hiyo game. Lakini nadhani kwa hii loophole ambao wameipata hapa ya international break na hizi siku ambazo ziko hapa, kocha ana uwezo wa kukaa na timu takriban wiki 4. Wiki 4 ni nyingi sana kwa timu ambayo imetoka pre-season, imefanya mazoezi ya kutosha. Mwalimu anaweza akaingiza kitu chake hata kidogo. Na good enough wana wachezaji wengi ambao timu zao za taifa hususan hawa nje hawaitwi, kwa sababu una uhakika Jonathan Soa atakuepo, Jinchazi au atakuepo. Huyo Neo Maema sasa hivi no way anaweza kuitwa kwenye kikosi cha South Africa, atakuepo. Same hata kwa Morris Abraham, labda ni nadra sana labda tumuone ameitwa, lakini recent tumuona position yake kwenye timu ya taifa amekuwa apata sana nafasi. Chamu atakuepo, The Rock atakuepo, Anthony Mligo atakuepo. Yaani hapo wachezaji ambao una probability ya kuwapoteza ni let's say Kibu Dennis, Kamara pamoja na mtu kama Kibu atamwacha Kibu kwenye national team sasa hivi. Basi hisi basi kama Kibu ndio tunamtoa, maana yake hapo una kipa Kamara pamoja na kipa performance. Kibu labda wasameane na Emedi Morocco kwa namna ambavyo walitritiana kwenye kabla ya chana. Kamara, maana yake unamkosa Kamara, Kapombe, Yusuf Kagoma. Hao tu wachezaji ambao unaona ni regular kwenye kikosi, na labda golikipa namba 2. Maana yake karibia squad yote ukitoa na Mukwala ambaye anaitwa timu ya taifa Uganda, ukitoa squad yote una wachezaji karibu ni 5 tu ambao
unaenda kuwakosa. Manake kocha pia atakuwa na advantage, atakuta timu ambayo wachezaji wengi wapo kwenye timu. Kwa ule muda wa wiki 3 nadhani ni siku nyingi sana za mwalimu kukaa na timu, tukaona hata kitu kidogo, sio ile complete overhaul, lakini hata kitu kidogo ambacho tunaweza tukakiona. Lakini kusema waharakishe kisa kwa timu ya kisa wana game zidi ya Namungo, nadhani tena kuwa ni haraka sana, na ni game ambayo naamini kwa wachezaji wa Simba walioko na hilo benchi la fundi na benchi la ufundi lililopo, nadhani ni game ambayo wanaweza wakaicheza vizuri tu kulingana na aina ya mpinzani ambaye wanakutana naye. Sawa, ameandika Shedrack Machikila, anasema Simba kocha anahitajika mapema, la sivyo itakuwa mbaya kwetu. Lakini Big Mpiana, rais wa Ubungo Explosive, anasema congratulations klabu zetu kutinga hatua ya pili kimataifa. Nimeona Joel Malila anasema Simba ameshafuzu, hata mkichambua muda mrefu wala haisaidii, timu iko ndani ya lengo lake. Lakini Shedrack Machikila pia ujumbe wako nimeuona hapa. Dun Masi anasema kwa kusema ukweli Simba ameshafuzu tayari, bado wachambuzi mnaichambua Simba. Haya, nimemwona Idi pia _Mizumo anasema tangu nianze kazi yangu ya kuendesha bajaji ni miaka 4 hii. Amesema ni miaka 4 hii ya uongozi wa Dr. Samia, nimesahau kabisa kama kuna usumbufu wa madereva barabarani. Kwa kweli Dr. Samia anatujali sana madereva, sio tu sisi wa bajaji bali hata wenzangu wa bodaboda. Oktoba tunatiki kumshukuru Mama Samia. Ameweza kuandika ujumbe wake pia hivyo. Asante sana kwa wale unani